Ajmal Brothers. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu. Innal hamdalillah, kila sifa njema ni zake Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wama tunamhimidi yeye Allah, tunamsifu Allah tabaraka wa taala. Wa nasta'inuhu, tunamtaka msaada Allah. Wa nastaghfiruh, tunamtaka msamaha pia. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, tunajikinga kwa Allah tabaraka wa taala kutokamana na shari za nafsi zetu. Wa asli nafsi inakuwa ni ovu mara nyingi nafsi. Inna nafsa nafsi la amaratu bisu, nafsi ni yenye kuamrisha uovu mara nyingi. Wasayiat a'malina, na ubaya wa matendo yetu. Hayo yote tunajikinga kwa Allah, shari za nafsi zetu, lakini pia wasayiat a'malina, na ubaya wa matendo yetu, ubaya wa a'mali zetu. Man yahdihillahu fala mudilla lah, yule ambaye kaongozwa na Allah, yule aliyopewa hidayah na Allah tabaraka wa taala, hakuna mtu wa kumpotoa, hatopotea katu. Yule ambaye Allah amemsimamia katika uongofu, mtu huyo hawezi akaenda kombo akapotea. Wa man yudlil fala hadiya la, na yule ambaye aliyepotea hakuna yeyote wa kumuongoza. Yule ambaye aliyekuwa katika upotovu, basi hakuna yeyote ambaye atakaye muongoza mtu huyo. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nashuhudia ya kuwa hapana mola apaswaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, yeye hana mshirika, kwake yeye hakuna mshirika. Nashuhudia kuwa Muhammadi ni mja wa Allah, lakini pia ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Amma ba'du, ama baada, fahadhi as'ilatun hammatun, nasema haya ni masaili au maswali ambayo yana umuhimu, maswali ya muhimu sana. Fil aqidati, katika aqida. Ujibu alaiha, ninayajibu ma'a dhikru dalil, pamoja na kutaja uthibitisho, kutaja dalili min alqur'ani was sunna, kutoka katika Qur'an na Sunna. Yatma'inna alqari'u, ili itulizane kwa msomaji, ila sihhati aljawab, katika usahihi wa majawabu, kwamba huyo msomaji apate majawabu yaliyokuwa sawa kabisa. Lianna alaqidata tauhid, lianna aqidata tauhid, kwa sababu aqida ya tauhid asasun sa'adatan al-insan, asasu sa'adatan al-insan fi dunya wal akhirah, ni msingi wa furaha, ni msingi wa ufaulu wa mwanadamu katika maisha ya duniani na akhirah. Wallahu as'al an yanfa'a biha almuslimin, kwa Allah anasema wallahu as'al, namwomba Allah tabaraka wa taala kitabu hichi kiwafae kwacho Waislamu, wayaj'alaha khalisan lillahi ta'ala, na anakijalia kuwa hiki anakiandika kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, anakijalia kwa ajili ya Allah peke yake. Maana hadi ni ikhlas, hii ni ikhlas, na kama tulivyomtaja muallif ni Muhammadin bin Jamil Zainu, ni mudarrisu Darul Hadith, ni mwalimu huyo wa Darul Hadith bi Makkah al-Mukarrama, katika mji wa Makka huko. Kama tulivyotangulia, kile tunachokuja kujifunza cha kwanza ni haqqullahi ala al-ibadi, haqqullahi ala al-ibadi, haki ya Allah kwa waja wake. Lianna kulla shay'in, hakika kila kitu katika ulimwengu, biha haqqun, kwamba hiki kina haki.
wa ma'a dhalika nahnu, pamoja na hivyo sisi tuna haki sisi kwa Mola wetu, lakini pia tuna haki ya wale ambao wametuzunguka. Kuna haki ambazo ni wajibu kwetu sisi, lakini pia kuna haki zingine ni wajibu sisi kuzitoa kwa watu wengine, kama ilivyokuwa haqqun lilmuallimi, kama ilivyokuwa haki kwa mwalimu kumsomesha mwanafunzi. Hadi hivyo ndivyo ilivyo katika ahwali zingine za kawaida. Yani haqqullahi ala alibadi, haki ya Allah kwa waja wake. Katika sin swali, limadha khalaqana Allah, yani kwa nini Allah ametuumba? Kwa nini Allah ametuumba? Na maswali haya sio mara ya kwanza, mara nyingi huwa tunayapita katika vitabu mbalimbali. Hata kitabu Zadul Muslim tulipita. Akasema khalaqana lina'budahu, Allah tabaraka wa taala ametuumba sisi ili tumwabudu yeye, wala nushrika bihi shay'an, wala tusimshirikishe yeye na chochote. Wa dalilu qawluhu ta'ala fi surati az-zariyat, ودليل قوله تعالى في سورة الذاريات، دليل قولك الله تبارك وتعالى كتك سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تبارك وتعالى hakuumba majini wala watu isipokuwa wamwabudu yeye. Fahadhi alfawaid, wallah, hakika ni faida jamani, kwa sababu tuliona alwakti almadhi, wakati uliopita, wakati tulikuwa katika kitabu Zad, tulikuwa tunasoma tu limadha khalaqana Allahu, au tunajibu tu, hatukuwa tunapata uthibitisho. Sasa hadhi hichi kitabu ni cha msingi sana, cha umuhimu. Anti talib, wewe ni mwanafunzi, yapasa kukihifadhi. Yani hadhi alasila, aya maswali kama ulishahifadhi, basi uyahifadhie na dalili zake. Kama khalaqana Allahu, ana khalaqana lina'budahu, Allah ametuumba tumwabudu yeye, wala nushrika bihi shay'a, wala tusimshirikishe na chochote. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilu qawli yake Allah mtukufu fi surati adh-dhariyat, katika suratu adh-dhariyat, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba mimi majini na watu isipokuwa waniabudu. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na hii ndio dalili kutoka katika hadithi, na maana hiyo iliyotangulia ni dalili kutoka katika kitabu, na dalili ya kwamba Allah ametuumba kwa ajili gani, na majawabu likawa khalaqana lina'budahu, Allah ametuumba sisi tumwabudu yeye, wala nushrika bihi shay'an, wala tusimshirikishe chochote. Sasa hapa ikaja hiyo dalili katika kitabu kama ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sasa katika sunna ni kauli yake Mtume, anasema haqqullahi 'ala al-ibadi, haki ya Allah kwa waja wake, ayabuduhu, ni wamwabudu yeye, wala yushriku bihi shay'a, wala wasimshirikishe yeye na chochote. Hiyo ndio haki ya nani? Hiyo ndio haki ya Allah, ayabuduhu, wamwabudu yeye, wala yushriku bihi shay'a, wala wasimshirikishe yeye Allah tabaraka wa taala na chochote. Hivyo ndivyo ilivyo, nayo ndio maksudio ya Allah kutuumba sisi wanadamu pamoja na majini, ni kwa ajili ya ibada. Sisi ndio thaqalaini, viumbe ambao tumepewa almukallafina, tuliopewa sheria, na hadhi shari'atul islam Allah akaijalia ni rusulul adamiyin, kwa mitume wa kibinadamu. Yani hautosikia kwamba kuna mtume wa kijini aliwahi kutokea, hakuna. Na Allah tabaraka wa taala kufanya hivyo, anajua
na ukweli uliokuwepo, lianna Allah ta'ala faddala ibn Adama ala al-khalaiq, hakika Allah tabaraka wa taala amemfadhilisha mwanadamu kwa viumbe, yani ni tofauti na kama watu wanavyozania. Na ndio maana Allah alisema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, sisi tumemuumba mwanadamu katika jumbile lililo bora. Fi ahsan, yani bora zaidi, lililo bora zaidi. Alisema fi hasan au hasan, fi ahsani, inaona kwamba ni bora zaidi. Lakini wa ma'a dhalika, yani hadhi al-insan, huyu mwanadamu, lahu kwake yeye amepewa mipaka. Jambo kubwa aliloamrisha ni kufanya ibada. Na maana mwanadamu yeye yuko katika sinfu ya majini, yani yuko katika aina, yani yuko katika kipengele, na yeye yuko katika sehemu ya majini. Kama walivyoamrishwa majini, na sisi tumeamrishwa hivyo hivyo, na mitume ikawa wa kibinadamu. Na Allahu a'lam, yeye ndo anajua zaidi. Lakini ukija kutafuta ibra na mazingatio, unaweza ukaona jinsi ilivyo kuwepo, kwamba Allah kajalia mitume wa kibinadamu. Na kama ingekuwa ndo majini, mitume wa kijini, kwa sababu majini wao Allah amewapa powerful ya kupotea wakati mwingine, ya kujibadilisha kuwa viumbe wengine. Sasa kwa hali hizo, na kama ndio ingekuwa mtume wa kijini anasema sasa niondoke hapa, basi akapotea tu, watu wangekuwa wote wanakula mtaa. Lakini hiyo hajampa mwanadamu sifa hiyo kusema kupotea. Unamwona hapa akapotea, kuna aliyopewa. Na hiyo muujiza kama hii, muujizati kama hizo walikuwa wanapewa anbiya, lakini sio kupotea. Wao walikuwa Allah anaamrisha viumbe au vitu basi vimfikishe sehemu. Kama tukiangalia Suleiman, Allah alimsalitisha, yani ule upepo ulikuwa unamtii nabii Suleiman. Lakini pia ukiangalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye ilipokatokea alifanya rihali ya haraka kwa muda mfupi, ni pale ambapo ilipokatokea kaenda Isra wal Mi'raj, na hapa Allah alitumia usafiri maalum. Sasa Allah tabaraka wa taala kamweka huyu mwanadamu kuwa awe ni kiongozi, awe ni msimamizi mkuu. Ina maana manabii wote ni wanadamu. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, kika mimi nataka nijalie katika huu mgongo ardhi kiongozi, mtu ambaye atakuwa ni mtawala. Na mtawala mkuu katika hii ardhi ni mwanadamu. Na ndio maana utakuta hakuna kiumbe ambacho kitamshinda mwanadamu katika fikra. Utakuta joka kubwa kabisa ambalo lenye kutisha, basi kwa mwanadamu huyo atamfanyia mbinu mpaka atamkamata. Utakuta ile joka lishakamatwa, limefungiwa kwenye kibanda huko cha chuma, alafu unabaki kushangaa, sasa huyu amekamataje huyu? Kiumbe kama kinavyotisha kama nyoka anakamatwa. Viumbe wakubwa kubwa kama tembo, ndovu wanakamatwa wale. Nakuta yuko katika himaya ya mwanadamu kabisa, anafugwa mnyama polini kabisa, lion, simba, chui, unakuta kashakuwa wa kibinadamu. Nyati unakuta tena so wa polini, yani jinsi mwanadamu Allah tabaraka wa taala alimfadhilisha. Sasa liana pamoja na yote hayo kwamba Allah tabaraka wa taala katufadhilisha sisi, lakini almaksudi ya kuumbwa al-ibada. Na hiyo ndio haki ya Allah, kwamba haqullahi ala al-ibadi, haki ya Allah kwa waja wake, yale yanayomstahikia Allah kufanyiwa, an ya'buduhu, kwamba ni wamwabudu yeye au waja, wala yushriku bihi shay'a, wala simshirikishe na chochote. Hiyo ni wazi, na hadithi muttafaqun alayhi. Hiyo naipata katika Sahih Bukhari wa Muslim. Katika swali thania, aswali thani, ma hiya al-ibadatu. Sasa hapa tutaona maana ya ibada, na naomba kila ukhti ahifadhi hizi maana, kwa sababu ni very important
Yani kama utaulizwa ma maana al-ibada alafu ukashindwa, basi itakuwa ni hasara kweli. Kila siku naabudu, unafanya ibada mbalimbali, hujui nini maana ya ibada, ni hasara. Sasa lazima tujitofautishe sisi na watu wengine, yani sisi tunaojifunza na watu wengine, kwa kuhifadhi hizi elimu. Ma hiya al-ibadat, ni nini ibada? Ibada maana yake ni nini? Yani nini maana ya ibada? Mtu akisha kuambia ibada ni nini, yani ni kitu gani hicho ibada? Akasema al-ibadatu ni ismun jami'u, ibada ni jina linalokusanya lima yuhibbuhu Allah, kwa yale ambayo lima yuhibbuhu Allah, yanampendeza Allah tabaraka wa taala, kile anachokipenda Allah. Lima yuhibbuhu Allah bimaana kulla man yuhibbuhu Allah, kile ambacho anakipenda Allah, min al-aqwali wal af'al, kama katika aqwali, katika kauli, yani maneno hayo, wal af'al, na matendo. Kaduai, akasema kama vile dua, wasalati, sala, wadhabhi, na kuchinja, wa ghairiha, na isiyokuwa hivyo. Ana hizi ndio sinfu la ibada, na tuliona katika kitabu usulu thalathatu, tuliona ibada nyingi, istighatha, isti'ana, nyingi, isti'adha, zote hizo adhabhi, an-nadhri, na ibada zingine nyingi ambazo tunazikumbuka. Sasa kile ambacho Allah anakipenda, yani ibada inakusanya kila kitu anachokipenda Allah, wa yardahu, lakini pia anakiridhia hicho kitu, anakipenda na kukiridhia. Min al-aqwali wal af'ali, katika kauli lakini pia matendo, kama vile dua, kaduaye, wa salati, sala, wa dhabhi, na kuchinja, wa ghairiha, na zisizokuwa hizo katika ibada, wa ghairiha, na ibada nyingine. Yani qala ta'ala, na amesema Allah mtukufu, qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati, akisema inna salati, hakika sala yangu, wa nuski, na kuchinja kwangu, wa mahyaya, na uhai wangu, wa mamati, na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, vyote hivyo ni kwa ajili ya Allah. Hivyo vyote miliki ni Allah tabaraka wa taala, na vifanya kwa ajili ya Allah. Sasa kuna vingine ni anna baadhi hadhihi alaya, kuna baadhi ya vitu vimekusanya kwamba lianna hadhi sayastati'u al-insan an yaf'al, anaweza kufanya mwanadamu. Mathalan salati, swala mwanadamu Allah akimpa taufiki na swali. Lakini pia kuchinja vile vile ni ibada ambayo mwanadamu anaiweza, lakini kuna masaili ya uhai kwamba Allah yeye ndo anamiliki, lakini wa uhai Allah yeye ndio anamiliki. Yeye ndo anasema sasa hivi huyu aishi mpaka miaka hii, mamati na kufa pia ni Allah anamiliki. Kama una hivyo, wanadamu baadhi wanaweza kapupia kumtibu mtu, yani limradi apate maisha, yani ya kuishi, mgonjwa huyo au kapata ajali, basi wakajitahidi kweli kutokana na wadhifa wa yule mtu, basi wajitahidi, yani hiyo care anayotakiwa, yani hiyo uangalizi anaoangaliziwa huyo mtu ni mkubwa sana, kiasi ambacho lao kama itakuwa kila mtu anafanya hivyo katika masaili yake ya kiibada, basi mtu atakuwa na daraja kubwa. Lakini pamoja na hiyo care, pamoja na huo uangalizi, unakuta mtu anaondoka, anaondoka. Pia vile vile kuna wengine mtu anamkusudia mwenzake amuue kabisa, pengine atampiga risasi, au mwingine atamtilia sumu, lakini kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala unakuta mtu sumu kanywa na anapona, hajafa, au kapigwa risasi na anapona. Sasa inaona uhai na kifo, hivyo vyote hivi Allah yeye ni mmiliki, yeye ndo anaviendesha hivi, na anajua uhakika wake kwamba huyu ataondoka lini,
ataishi miaka mingapi? Akasema nuski dhabhi lilhayawanati, nuski ni kuchinja wanyama. Dhabhi, kuchinja kwangu, lilhayawanati, wanyama. Waqala sallallahu alayhi wasallam, qala ta'ala, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qala ta'ala, amesema Allah, wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Hadithi ni hadithi al-Qudus, hii hadithi ya Qudus, na hadithi al-Qudus ni hadithi ambayo Allah yeye kaitamka katika masaili ya wahyi. Ni wahyi wa pili wenye nguvu. Ya kwanza ni Qur'an ambayo ni kalamullah, maneno ya Allah. Ya pili itakuwa ni hadithi ambayo ni Qudus, hadithi ambayo inatoka kwa Allah moja kwa moja hii. Lakini ya tatu hadithu nabawi, hadithi na mtume mwenyewe. Sasa hii qala Allah ta'ala, kama Allah amesema yeye, wama taqarraba ilayya 'abdi, hakika hajajikurubisha kwangu mimi mja na bishay'in, na kitu chochote, ahabba ilayya, kinachopendeza zaidi kwangu mimi, mimma aftaraltuhu alayhi, kuliko vile ambavyo nimefaridhisha kwake yeye, nimeviweka kuwa ni faradhi kwake yeye. Yani hiyo takarrub, yani mtu kukaribia zaidi kwa Allah, kuwa karibu na Allah. Swala la kujikurubisha zaidi kwa Allah ni kile kitendo cha mtu kutekeleza maamrisho ya sheria ambayo tumeamrishwa, yale ya lazima. Kwamba wama taqarraba ilayya 'abdi, hajajikurubisha kwangu mimi na hajajikurubisha kwangu mimi mja, bishay'in, kwa kitu chochote kile, ahabba ilayya, kinachopendeza kwangu mimi zaidi, mimma aftaradtuhu alayhi, kuliko vile nilivyofaradhisha kwake yeye. Mathalan salati, mfano kama sala, saumu, na ibada zingine nyingi katika ibada za faradhi. Lakini pia hata ibada ya sunna, zile ibada za sunna, kwa sababu hunaka baadhi ya ibada as-sunna, walakin idha pindi inapoingia kitu fulani inakuwa ibada hiyo ya lazima. Sasa mathalan mtu akasema kuwa mimi ninajifunza ilmu ya dini. Sasa nikifaulu, nikifanikisha kufika level fulani, mfano kufika chuo kikuu, nikamaliza kwa uwezo wa Allah, nitachinja kwa Waislamu kwa ajili ya Allah, nitawachinjia ng'ombe 4 mfano. Sasa hii ibada ya dhabihi hapa inakuwa ni dhabihi lilwafai linnadhir, yani kwamba ni dhabihi ambayo mtu aliweka katika ibada ya kunadhiria, kwa sababu wakati mwingine hii nadhiri inamfanya mtu imlazimishe kufanya kitu. Ukishasema tu kwamba mimi nikifanywa hivi na nitafanya hivi, kwamba kile kitu kinakuwa sasa ni wajibu, kinakuwa lazima ukifanya, na usipofanya kuna kanuni ambazo inabidi uzifuate za kisheria za msingi, lazima uzifuate. Sasa yote kwa yote katika masaili haya, kwamba hizi ibada zinaingia zile iftaradtuhu alfardhiyya wa ma'a sunniyya, zile ibada za fardhi na sunna, maadamu zinapendeza kwa Allah tabaraka wa taala, basi huyo mtu anajikurubisha kwa Allah. Lakini pia kaifa na'budu Allah, na hiyo tunamalizia, vipi tunamwabudu Allah. Swali la 3 jim, kasema kama amarna Allah wa rasulahu, kama alivyotuamrisha Allah na mtume wake. Qala Allah ta'ala, amesema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Enyi mlioamini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, enyi mliokuwa na imani, enyi ambao mmeamini. Atii'u Allah, mtini Allah, wa atii'u rasul, na mtini mtume. Wala tubtilu a'malakum, wala msiyabatilishe matendo yenu kwa kufanya munkarati.
kuna baadhi ya a'mal idha fa'ala al-'abd لأن هذه العمل تبطل a'maluhu. Kuna baadhi ya matendo au kuna baadhi ya vitu mja pindi atakapovifanya basi matendo yake yote yanabatilika. Mfano shirku, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, yani mtu akamshirikisha Allah. Almushrik, ishraku billah, yani inafanya kwamba mshirikina matendo yake yote yanabatilika. Sasa tuko katika masaili ya tauhid, maana lazima tuone hatari ya mambo haya jinsi yalivyo, kwa sababu ni masaili haya ya ibada, katika masaili ya a'mal lazima tuyachunge. Lakini sababu na hivyo tunaona kwamba Allah ametuamrisha tumtii Allah, na tunamtii Allah kwa kufuata vile alivyotuamrisha na kujikataza vile alivyotukataza na kujiepusha vile alivyotukataza. Lakini pia na mtume vile vile, yale ambayo ametupa basi tunayachukua, na yale ambayo ametukataza basi tunayaacha. Lakini sababu na hivi tunamalizia katika waqala sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, atakayetenda tendo laysa alayhi amruna, na hakuna katika tendo hilo jambo letu, fahuwa raddun, lenye kurejeshwa, ghaira makbul, sio lenye kukubaliwa. Katika riwaya imekuja man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yule ambaye atakayezusha katika dini yetu hii, fi amrina yaudu ala dini, kwamba katika dini yetu hii, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, lile jambo ambalo haliko katika hii dini, halina hasili ya hii, fahuwa raddun, itakuwa ni lenye kurejeshewa jambo hilo, ghaira makbul, alitokubaliwa mbele ya Allah, kwamba mtu hatapata chochote na kujichumia katika madhambi. Na akhawati fillah, na zangu mama zangu, nilikuwa katika mwanzo katika haqullahi ala al-ibad, na tumechukua hayo maswali matatu kwa leo. Biidhnillahi al-karim tutaendelea mpaka Allah atuafikishe kukimaliza hichi kitabu, na juma linalofuata tutaingia katika swali la 4, hal na'budu Allah khawfan wa tamaa. Hapo tutaanzia hapo biidhnillah, na kama kutakuwa kuna mwanafunzi wowote ana swali katika masaili ambayo tumeyatanguliza, insha Allah aulize. Naomba Allah tabaraka wa taala atujalie alfawzu biljanna wan najati minan nar, na ajalie husnul khatima, mwisho uliokuwa mzuri. Atujalie alfawzu biljanna, faulu katika pepo, wan najati minan nar, na tuokoke na moto. Allah tuokoe na moto jahannam, na insha Allah biidhnillah yalo ndani mwake yavutia, haya ninayokuambia zingatia, tajutia fi yaumi hisabia, usihubi dunia takwada, haki yalo ndani mwake yavutia, haya ninayokuambia zingatia, tajutia fi yaumi hisabia, alokuja nayo wetu rasuli ni wajibu pia, ametuumbia wetu rasuli kumsalia, ni wajibu pia kufuatia wakeusia, sote twajijua wajibu wetu kumsalia. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu.
shika mema yalo ya